njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Haleluya, mshangilie Bwana wa majeshi. Hili ni neno lenye nguvu sana, neno lililojaa mamlaka, ambaye Yesu Kristo mwenyewe hapa ndio anazungumza kupitia mtumishi wa Mungu Paulo alipokuwa akizungumza kule Efeso kwa habari ya jinsi Kristo alivyoondoa uadui juu ya mwanadamu na adui Ibilisi. Ina maana kwamba wewe tena hauna uadui wowote, kwa sababu Yesu Kristo tayari alishaondoa uadui kati ya wewe mwanadamu na shetani. Bwana asifiwe sana. Anasema naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Bwana asiwe sana. Ameuondoa uadui kati ya Mungu na mwanadamu. Yaani hakuna uadui wowote, hakuna zuilio lolote lile litakalo kufanya wewe upate sababu yoyote ya kuona kwamba huwezi kuingia patakatifu pa patakatifu, kwa sababu Yesu Kristo alidhihirishwa. Yesu Kristo aliondoa uadui tena. Hakuna tena labda pasta au mchungaji ndio anakwenda kukuombea wewe. Ni wewe mwenyewe unaingia patakatifu pa patakatifu. Na hilo ni agizo kwamba mtu mmoja awe mpya. Bwana asiwe sana. Hao wawili wamekuwa mtu mmoja. Hao wawili hawana tena uadui. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona kwamba akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba. Yesu Kristo ametupatanisha. Hao wawili ni watu wa aina gani? Ni kati ya wewe mume na mke, kati ya mwanamume na mwanamke. Tunaona katika bustani ya Edeni aliyeianzisha familia ni Adamu na Hawa. Hao watu wawili wamekuwa mtu mmoja katika ule upya